Mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania ameweza kutoa taarifa ambayo pia imeweza kuweza kushangaza watu wengi tu zaidi pale katika mitandao za kijamii. Mwanasheria ambaye pia alikuwa ameweza kusema tu ya kwamba ni lazima tuongeza kumfikia Mange Kimambi ambaye pia amekuwa akiendeleza vuguvugu la marekebisho ya katiba na pia tu marekebisho kule Tanzania, akisema tu ya kwamba ilikuwa wakati imefika tu ya kuweza kumtafuta Mange Kimambi mpaka mahali aliko, na ameweza kutoa taarifa ambayo pia ameweza kusema tu ya kwamba huenda tu Mange Kimambi akaweza kutua Tanzania wakati wowote ule kuanzia tu wiki ijayo baada tu ya wao kuweza kuwasiliana na serikali ya Marekani, communicate na serikali ya Marekani kuhakikisha kwamba wameweza kumtafuta Mange Kimambi kumrejesha Tanzania, na wakisema tu ya kwamba ama ameweza kuongeza Mange Kimambi akirejeshwa tu Tanzania yeye ataweza kupelekwa moja kwa moja katika tu jela na kuweza kuhukumiwa katika kosa la uhaini, akisema tu ya kwamba yeye hataweza kupelekwa kotini kama wahukumiwa wengine ambao pia wameweza kuhukumiwa katika jela. Inasemekana kwamba yake itakuwa tofauti kabisa kama tu ile ambao pia anapitia Tundu Lissu ambaye pia anafikishwa gerezani peke yake ili kuhakikisha tu kwamba ameweza kuhukumiwa kwa tuhuma mbalimbali ambazo pia wamesema tu kwamba amekuwa akiendeleza uchochezi na kuweza kumtusi Samia Suluhu waziwazi pale katika mitandao za kijamii, kitu ambacho pia ameweza kusema tu kwamba watahakikisha kwamba baada tu ya Mange Kimambi kufika Tanzania hawezi kumsamea kabisa, hata kama itawezekana asiweze kupelekwa kotini au hukumiwe moja kwa moja. Ni kitu ambacho pia serikali ya Tanzania inasemekana kwamba ina consider kuweza kufanya vile, ikisemekana tu kwamba tayari communication zimeweza kumalizika za kuhakikisha kwamba Mange Kimambi ameweza kurejeshwa Tanzania kutoka Marekani mara moja, ili kuhakikisha tu kwamba wanamkamata na kuweza kumweka ndani, kwa sababu amekuwa mtu ambaye pia amekuwa tu akishinikiza ama akiongea na Watanzania pale katika mitandao za kijamii jinsi ambavyo pia wanaweza kufanya maandamano na pia tu akiexpose serikali ya Tanzania kwa watu ambao pia waliweza kuuliwa katika uchaguzi ambao pia uliweza kupita hivi majuzi, ambao pia Samia Suluhu aliweza kutangazwa kama mshindi, lakini inasemekana tu kwamba ilikuwa tu sio uchaguzi kabisa, ilikuwa tu ni wizi wa kura kulingana tu na Mange Kimambi. Video ambazo pia aliweza kupost pale katika social media ama katika mitandao za kijamii zikionyesha tu watu ambao pia walikuwa katika polling station ama wale watu wanasimamia uchaguzi wa kitiki wenyewe badala ya watu ambao wapiga kura kuweza kutik karatasi za kupiga kura, kitu ambacho pia kimeweza kuzua gumzo sana pale katika mitandao za kijamii. Ni issue ambao pia tutakuwa tuna follow pale katika social media kuhusiana na Mange Kimambi ambaye pia ni mmoja wana blogger kutoka Tanzania lakini yuko based kule Marekani. Huenda tu atakuwa na rejesho hivi karibuni katika Udaku 254 na upatianga story ambazo zina trend mitandaoni. Make sure umesubscribe kwenye YouTube channel. Baby wa baby now. Alafu huyu ni baby. Mafi muscular. You know what? Yeah, this is it.